Karibu kwenye habari za ulimwengu. Mvutano kati ya Israeli na Iran umeingia katika hatua mpya yenye sauti kali za kisiasa na za kijeshi. Waziri Mkuu wa Israeli Benjamin Netanyahu ameongeza msimamo wake hadharani akisisitiza kuwa Iran hairuhusiwi kuwa na silaha za nyuklia wala makombora ya masafa marefu. Katika mikutano ya hivi karibuni na viongozi wa Marekani, Netanyahu ameweka wazi kuwa wasiwasi wa Israeli hauishi kwenye urutubishaji wa uranium pekee, bali pia kwenye uwezo wa Iran kutengeneza na kusambaza makombora yanayoweza kufika umbali mrefu, pamoja na uwezekano wa silaha kuishia mikononi mwa makundi ya kigaidi. Israeli inaamini kuwa Iran tayari ina mtandao mpana wa makundi yenye silaha ndani ya Mashariki ya Kati, yakiwemo Hezbollah nchini Lebanon na makundi ya wapiganaji katika nchi za Syria na Gaza. Kwa mtazamo wa Tel Aviv, kama Iran itaendelea kuimarisha uwezo wake wa kijeshi, basi usalama wa Israeli uko hatarini moja kwa moja. Netanyahu amekuwa akisisitiza kuwa makubaliano yoyote ya kimataifa kuhusu Iran lazima yajumuishe vipengele vitatu muhimu: kusitisha kabisa mpango wa silaha za nyuklia, kudhibiti makombora ya masafa marefu na kuacha ufadhili wa makundi yenye misimamo mikali. Hata hivyo, Tehran imekuwa ikikataa kujadili uwezo wake wa makombora, ikisema kuwa hayo ni masuala ya ulinzi wa ndani na si sehemu ya mazungumzo ya nyuklia. Iran pia imekuwa ikisisitiza kuwa mpango wake wa nyuklia ni kwa matumizi ya kiraia na nishati, si kwa silaha. Hali hii imeiweka Marekani katikati ya mvutano. Rais wa Marekani ameonyesha nia yake ya kuendelea na mazungumzo ya kidiplomasia na Iran ili kuepuka vita ya moja kwa moja, lakini Israeli inaonekana kuwa na shinikizo kubwa kwamba diplomasia pekee haitoshi. Wachambuzi wa usalama wanasema Israeli ina hofu ya dirisha la muda, yaani muda ambao Iran inaweza kufikia uwezo wa juu wa teknolojia ya nyuklia kabla haijazuiliwa. Ikiwa hilo litatokea, mizani ya nguvu Mashariki ya Kati inaweza kubadilika kwa kiasi kikubwa. Makombora ya masafa marefu yanatajwa kuwa hatari zaidi kwa sababu yanaweza kufika si tu Israeli bali hata vituo vya kijeshi vya Marekani katika eneo hilo. Hii inafanya suala hili kuwa la kimataifa, si la kikanda pekee. Kwa upande mwingine, Iran inaona shinikizo la Israeli kama sehemu ya kimkakati ya kuzuia ukuaji wake wa kijeshi na kisayansi. Tehran inaamini kuwa Israeli yenyewe inamiliki silaha za nyuklia, lakini haijawahi kukiri rasmi. Katika mazingira haya, kauli ya Netanyahu si tu onyo, bali ni ishara kwamba Israeli ipo tayari kuchukua hatua kali iwapo itaona tishio limevuka mstari mwekundu. Swali kubwa linalobaki ni hili: je, mazungumzo haya ya kidiplomasia yataweza kupunguza mvutano huu au dunia itasogea karibu na mzozo mkubwa zaidi Mashariki ya Kati? Kwa sasa Iran inaendelea na shughuli zake za nyuklia chini ya uangalizi wa kimataifa, wakati Israeli ikiendelea kutoa tahadhari na kuimarisha ushirikiano wake wa kijeshi na Marekani. Hii si mara ya kwanza kwa dunia kusimama kwenye mstari mwembamba kati ya diplomasia na vita, lakini safari hii makombora, nyuklia na siasa za nguvu za dunia zote zinakutana katika eneo moja. Na kama hali itaendelea hivi, Mashariki ya Kati inaweza kuwa kitovu cha taharuki mpya ya kimataifa. Mimi ni Isaac Samuel na hii ni Vision TV.